Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema ni aibu kwa magari ya taasisi za serikali kukamatwa yakiwa yamebeba bangi au nyara za serikali, ambapo amewaonya madereva watakaokamatwa kutokana na tuhuma hizo mkoani Njombe. Mtaka ametoa onyo hilo wakati akikabidhi magari 5 kati ya 8 zikiwemo gari za kubeba wagonjwa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo yaliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani. Mkuu wa mkoa, hii ni ambulance ambayo tumepewa, ina vifaa vyote ni kwa ajili ya kubebea wagonjwa majeruhi tunapokuwa kwenye ajali za barabarani, lakini sio wagonjwa wa barabarani tu wanaopata ajali. Pia kuna hospitali zetu hapa, halmashauri ya mji. Hii gari ziko mbili, moja hapa, moja inaenda Makambako, moja itabaki hapa Njombe. Kwa hiyo gari kila kitu inacho kumhudumia mgonjwa, dawa, kila kitu zipo humo, zile huduma ya kwanza. Mgonjwa yule anayekuwa anahudumiwa kama anapohudumiwa kwenye hospitali yetu atapata huduma zote huko ndani kabla hajafikishwa hospitalini. Kilichopo tu mheshimiwa mkuu, kwa sababu tumeshaingia kwenye gari, tulishaleta ofisini kwako barua kwa rasi kwamba sisi kutokana na ajira zetu ni hatuna wataalamu wengi. Tumeomba tupate wataalamu kutoka ofisi ya mkoa, kutoka kwa wakurugenzi wetu ambao watusaidie kuwapa wataalamu wetu hapa elimu namna ya kukea wagonjwa kutoka kote wamebeba huko. Sababu mara kwanza tulikuwa mbeba kwenye maroli. Kwa hiyo hapa sasa kuna wataalamu, kwa sababu kuna mitungi ya gesi, hewa safi ipo huko ndani. Kwa namna ya kumuunganisha mgonjwa hatujapata wataalamu, lakini tuna watu ambao kidogo wana interest ya hivyo vitu, ambao wamesoma paramedic lakini sio professional. Kwa hiyo wakipata wale wataalamu professional kwenye hizi gari ambazo kila kitu zinacho, nadhani itatusaidia sana. Ni kwa ajili ya wao wagonjwa. Sasa kesho tarehe 10. Kesho tarehe 10 asubuhi njoo, tutamuita RMO mganga mkuu wa mkoa ili tuweze kwenda kwenye utekelezaji wa hilo. Kwa sababu mwisho wa siku hii ni ambulance kama ile ambulance nyingine. Na tukipata changamoto ya jambo lote, maana kwamba hii inatusaidia. Na sisi wote taasisi za serikali kwa lazima tuzungumze. Ambulance ya hospitali za mkoa, ambulance ya mkoani, ambulance za wilayani, ambulance za kwenye vituo vya afya na ambulance ya zimamoto. Maana tumeongeza nguvu kwenye sekta yetu ya afya, kwa sababu sasa tunao wigo mkubwa kwenye ambulance katika matumizi tofauti. Kwa kesho timu ya zimamoto mje pale na kutanisha na RMO na tuanze utekelezaji wa hilo ambalo mnalihitaji. Nashukuru sana. Vizuri. Magari haya yapo, najua umepewa maelekezo mengi na makao makuu, lakini mimi niyarudie tuyatunze. Sio tena kesho tunaona gari napita kumbe alieni kwenye kuzima moto lina bangi. Maana tumeona ambulance zinakamatwa, watu wanadhani zina wagonjwa kumbe zina bangi. Unadhani zina wagonjwa kumbe zina Wasomali wanavuka. Sasa hata magari yetu yakiwa barabarani tuweke hiyo imani. Unajua kwa sababu ya vituko vinavyoendelea nafika mahali unaona gari la zimamoto lakini polisi baba yako amehebu simama. Unaenda wapi? Unaona unakuazika, lakini polisi wamekuwa na uzoefu. Unaona ambulance inapita kumbe ambulance imebeba Wasomali. Kumbe ambulance imebeba bangi. Kumbe ambulance imebeba nyara za serikali, ndovu sijui za pembe. Unaona zimamoto unampa heshima unampisha, kumbe ana vituko tumo kwenye gari. Haenda hata kwenye moto. Sasa ni vizuri madereva wawe na hiyo tahadhari. Wazingatie ethics za kazi. Wazingatie ethics za jeshi. Ni aibu sana unamfukuza askari kwa sababu alikuwa ni dereva, alibeba bangi kwenye gari. Alafu wakapita mahala askari wakajua kwamba hiyo ni gari inaenda kuzima moto, kumbe kulikuwa na bangi. Kwa nadhani haya mambo yote tuyaepuke. Lakini mwisho nawashukuru kwa shughuli ambayo ni nzuri. Tunazindua leo, tunaamini kwamba tutajenga matumaini makubwa kwa watu wa Njombe na thamani ya magari haya ionekane kwenye maisha ya watu na hasa kwenye kutusaidia kwenye kupambana na majanga ya moto. Na tupambane katika engo zote. Moja, kwenye kuwapa elimu ambao mimi mwenyewe nitashiriki na watu wa TFS na zimamoto, lakini la pili kwenye kuacha haraka kwenye matukio. Maana sasa magari yapo, kama changamoto ni visima na mna mapendekezo yote miyaseme, lakini tupeleke elimu kwenye maeneo ya mashule ili kule pia tuweze kutoa elimu ya majanga ya moto ili watoto watoke na elimu na waweze kuifahamu na namna hata ya utumiaji wa mitungi. Kwa sababu sasa kwa seti ya magari 8 maana yake tuko full set kuweza kufanya kazi. Tutakuwa na magari 8. Kwa mkoa wa Njombe tutakuwa tumepokea magari 8 ya zimamoto. Lakini taarifa hapa ya kiongozi wetu, manager wetu wa TFS inasemaje? Mwaka 2024-25 mkoa wa Njombe tumepata hasara ya moto kwenye hekta 1016.
tumepata hasara ya moto ambayo jumla yake ya thamani ni shilingi bilioni 38. Manake tuna watu mashamba yao yameungua ya miti. Mwaka 2024-25 tulipata hasara ya shilingi bilioni 8. Mwaka 2020 21, 22-23 mkoa wa Njombe tulipata hasara ya moto kwenye mashamba ya miti zaidi ya shilingi bilioni 200. Kama alivyosema hapa mkuu wa wilaya na alivyosema hapa askari wa zimamoto, kuna maeneo huko moto ukiungua unaunguza mahindi, unaunguza misitu ya asili. Mtu anapata hasara ya malisho yake tu ya kienyeji. Wilaya ya Njombe DC wana hasara ya moto bilioni 16 mwaka 2024-25. Kwa nini? Kwa sababu mashamba ya miti yameungua. Ukiona kwenye taarifa ya TFS, wilaya ambayo imepoteza hekari nyingi za kuungua ni wilaya ya Ludewa. Lakini kwenye thamani ya pesa, wilaya ambayo imepoteza hela nyingi ni Njombe. Kwa nini? Kwa sababu Ludewa moto umeunguza mashamba ya miti, lakini sehemu nyingine uoto wa asili. Njombe moto umeunguza mashamba ya miti, mashamba ya parachichi. Tuna profesa mmoja hapa amepoteza heka 600 za miti ya miaka 8. Tuna mtu mwingine kapoteza heka 150 miti na miaka 11. Tuna mtu kapoteza hapa hekari zaidi ya 1000 miti na miaka 4. Maana ni completely hasara. Kwa hiyo magari haya yana thamani kubwa sana kwenye mkoa wetu, kwa sababu bado ujenzi wetu hauna msongamano wa kusababisha athari kubwa. Lakini kwenye mashamba yetu ya miti tuna hasara kubwa sana ya watu. Tuna watu wamepata stroke, tuna watu wamepata pressure, kwa sababu amewekeza kwenye shamba la miti, anakuja kuambiwa moto umeungua na sosi ya moto haifahamiki. Lakini sosi za moto ni hizi ambazo umeambiwa hapa. Ya kwanza, watu wa Njombe wanasema kinyungu. Anaenda anasafisha shamba lake na mabua. Kavuna mahindi, anataka asafishe ili sasa andae shamba. Anachoma mabua, moto unamshinda, unaenda unateketeza shamba la miti la mtu. Kwa bado tuna watu ambao wanakuwa wanatanguliza chuki kwenye miradi ya wenzao. Lakini pia tuna watu ambao miti yao imechomwa kwa sababu ya wafanyakazi wasio waaminifu kwenye mashamba. Napata kesi. Mtu ana shamba la miti, ameajiri watu. Wale watu wanaenda wanauza miti katikati ya shamba. Anaona bosi akija atagundua kwamba mimi nimeuza miti, ni mwizi. Anaamua kulipiga moto. Anamwambia bosi, shamba huku linaungua lote. Kumbe katikati alishauza miti hata eka 10 zimeuzwa. Kwa hiyo kuja hapa shamba lote limeungua. Kwa tuna watu ambao pia wanawaajiri vijana wenzetu wa Kitanzania, lakini wanakosa uaminifu. Wanaamua kuingiza hasara, anakata tawi alilolikalia yeye mwenyewe. Tuna watu ambao wanafanya shughuli za upasuaji mbao. Anapasua mbao kule msituni. Wanachukua maharage, wanachukua dagaa, wanajipikia. Wanaacha mkaa pale ambapo walikuwa wanapika, wanaenda shughuli zao au wanaenda kulala. Ule mkaa unashika moto utaratibu. Wanakuja kushangaa moto umekuwa mkubwa, unawashinda. Sasa umeenda kupasua mbao, matokeo yake moto wako unashika shamba la mtu, na moto unahama kutoka heka 1 mpaka mtu anaunguza heka 3000 za watu ambao hawahusiki. Sasa kwenye haya tunasema nini? Moja, tafanya ikawa na heshima madiwani kesho kutwa na TFS uje wasilishe. Katibu tawala mpe nafasi awasilishe. Tumesema pale kwenye wasilisho TFS, zimamoto, ofisi ya TAKUKURU, ofisi ya RPC, immigration watafanya mawasilisho tofauti kwenye kikao cha madiwani wote wa mkoa wa Njombe na CMTs. Ili tuanze kutengeneza sheria kali ndogo ndogo za mamlaka za serikali za mitaa kwenye vijiji na vitongoji kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaofanya kilimo cha miti,
ili swala zima la uchomaji wa mabua, usafishaji wa mashamba kwa kutumia uchomaji wa mabua lizungumzwe kwenye vijiji, kwamba unapotaka kwenda kusafisha shamba kwa kuchoma mabua ujue athari yake ni hii. Na watu wa moto, watazima moto na TFS watashauri kwamba kwa uzoefu ambao tumeupata wa watu kupata hasara kwa kuchoma mabua, tunashauri mtu anaenda kusafisha shamba kwa kutumia moto, ushauri wetu uwe wa aina hii. Pengine ukusanye mabua, na unapotaka kuyachoma uwe na watu pengine wasiopungua 3, ili unapochoma una manage kabisa kwamba tunachoma hapa, unaweka mabua kwenye mafungu tofauti tofauti ili moto usiwashinde. Lakini 2, mashamba yaendelee kusafishwa kwa kuwekewa njia, ili moto unapotokea kama unaungua upande wa kwanza, hapa katikati moto usiame.